Mambo ni vipi mwana familia wangu, ni time nyingine poa tunakutana hapa Bongo Vibe TV kuweza kubadilishana na kujuzana machache kati ya mengi ya kimichezo ambayo yameweza kutufikia mezani kwetu muda huu hapa. Bwana, niko na taarifa kutokea kwenye viunga vya Yanga Sports Club kuelekea kwenye mchezo wa Kariakoo Derby. Kama ninavyofahamu, zikiwa zimesalia siku chache kuelekea kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby ambao unakwenda kuzikutanisha timu mbili kubwa kutokea pale Kariakoo, nikiwa na maana ya timu ya Yanga dhidi ya timu ya Simba Sports Club. Sasa kuna taarifa mbaya kutokea ndani ya kikosi hiko cha klabu ya Yanga kuelekea kwenye mchezo huo wa Kariakoo Derby kuhusiana na nyota ambao wataukosa mchezo huo wa Kariakoo Derby Machi moja pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Bwana, kuna takribani wachezaji watano ambao wataukosa mchezo wa Kariakoo Derby Machi moja pale kwenye dimba la New Amani Complex, na hao wachezaji ni muhimu kweli. Wengi wao wanaanzaga kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga na ni wachezaji tegemezi mno kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga. Majina haya ya wachezaji hawa niko nayo hapa mezani kwangu na nitakuja kukusogezea moja kwa moja ili nawe uweze kuwafahamu wachezaji wote watano ambao wataukosa mchezo huo wa Kariakoo Derby Machi moja pale kwenye dimba la New Amani Complex visiwani Zanzibar. Lakini pia kabla sijakusogezea moja kwa moja majina ya wachezaji wote hawa ili nawe uweze kuwafahamu mwanamichezo wangu, naomba nikukumbushe jambo moja na la kimsingi kabisa. Kama wewe hii ndo mara yako ya kwanza unajiunga nasi hapa Bongo Vibe TV alafu bado hauja subscribe channel yetu, basi nikwambie kiukweli wewe ulikuwa unapitwa na taarifa zetu zote mpya zile za kimichezo ambazo sisi huwa tunakusogezea wewe moja kwa moja kupitia hapa Bongo Vibe TV. Cha kufanya sasa hivi ili usiendelee kupitwa na hizo taarifa zetu zote mpya za kimichezo, swala ni jepesi kabisa mwana familia wangu. Hakikisha unakwenda kusubscribe channel yetu kwa kubonyeza maneno mekundu yaliyo chini ya video hii yaloandikwa subscribe, kisha hakikisha unakwenda kutani on notification kwa kubonyeza alama hiyo ya kengele itakayojitokeza hapo pembeni. Ukishafanya hivyo, wewe utakuwa ni mdau wetu wa kwanza na mwanafamilia wetu wa kwanza kuweza kujipatia kila aina ya taarifa mpya ya kimichezo ambayo sisi huwa tunakusogezea wewe kila siku kupitia hapa Bongo Vibe TV. Na kama wewe tayari umekushaweza kusubscribe channel yetu, sasa twende kazi tukaangazie kuhusiana na kile ambacho nimeweza kukujuza hapo awali juu ya nyota watano kutokea kwenye kikosi cha klabu ya Yanga ambao wataukosa mchezo wa Kariakoo Derby. Na wachezaji hawa ni muhimu kweli, mara zote huwa wanaanzaga kwenye kikosi cha kwanza cha timu hiyo ya Yanga Sports Club. Sasa bila kukupotezea muda mwanamichezo wangu, twende haraka tukaangazie hawa wachezaji watano kutokea kwenye klabu ya Yanga ambao wataukosa mchezo huo wa Kariakoo Derby Machi moja pale kwenye dimba la New Amani Complex lililopo visiwani Zanzibar. Mchezaji wa kwanza ambaye huenda kaukosa mchezo huo wa Kariakoo Derby si mwingine bali ni mchezaji Pacome Zouzoua. Huyu ni miongoni mwa wachezaji tegemezi kweli ambao wanaweza kuzimudu nafasi mbalimbali anapokuwa uwanjani. Anaweza kucheza kama winga, lakini pia anaweza kucheza kama kiungo mshambuliaji nambari 10. Uwepo wake tu uwanjani ni tishio kubwa kwa mabeki wengi ambao macho yote huwa wanamtazama yeye ana hatari anapokuwa na mpira mguuni. Hivyo huenda nyota huyu akaukosa mchezo huo wa Kariakoo Derby kutokana na sababu za kimajeraha. Kama ninavyofahamu, kwenye mchezo wa mwisho wa michuano ya klabu bingwa barani Afrika kundi B, mchezaji huyu aliweza kuumia kwenye dakika za mapema kabisa dhidi ya timu ya JS Kabylie na kutoka kwenye mchezo huo na kuweza kuonekana tena kwenye mechi yoyote ya klabu ya Yanga mpaka sasa hivi. Hivyo huenda nyota huyu akaukosa mchezo huo kutokana na majeraha yake ambayo bado yanaendelea kumsumbua na huenda akapewa muda zaidi kuendelea kujiuguza na majeraha yake hayo ambayo yanamsumbua. Pacome Zouzoua wote nafahamu uhitaji wake katika kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga, lakini pengine huenda akakosekana kwenye mchezo kulingana na sababu za kimajeraha. Ukiachana mchezaji huyo Pacome Zouzoua, mchezaji mwingine ambaye ataukosa mchezo wa Kariakoo Derby hapa ni mchezaji Clement Mzize. Bwana mdogo Clement Mzize ni miongoni mwa wachezaji ambao kwenye msimu uliotoka kumalizika alifanya makubwa kweli akiwa na timu ya Yanga Sports Club, lakini bahati mbaya kwake kwenye msimu huu hapa amekuwa ana mwanzo mbaya kufuatia majeraha ambayo anamuandama mara kwa mara. Mchezaji huyu aliweza kuumia akiwa anatumikia timu ya Taifa Stars na kumfanya aweze kukaa nje kwa muda mrefu akiuguza jeraha lake la goti ambalo mpaka sasa hivi kwa taarifa ambayo niko
nayo hapa mezani kwangu. Mchezaji huyu yupo pale Afrika Kusini akiwa ametoka kufanyia upasuaji wa pili wa jeraha lake la goti, mahali ambapo panamsumbua mno. Kadri anavyozidi kujiweka fiti ili aweze kurejea uwanjani, basi ndipo anapojitonesha jeraha lake hilo la goti na kufanya mchezaji huyu awe nje ya uwanja kwa muda mrefu zaidi. Huyo ni mchezaji wa pili kwa upande wa klabu ya Yanga ambaye ataukosa mchezo wa Kariakoo Derby Machi 1. Lakini mchezaji wa tatu si mwingine bali ni Yao Tola Kwasi. Ni miongoni mwa wachezaji wazuri Yao Tola Kwasi kutokea eneo la beki nambari 2, lakini tangu aweze kutoka kwenye majeraha yake ambayo alimfanya aweze kukaa nje ya uwanja kwa takribani miezi 4, ameweza kurejea lakini ameshindwa kupenya kwenye kikosi cha moja kwa moja cha kwanza kwenye klabu ya Yanga chini ya kocha Pedro Gonçalves. Inaonekana kocha Pedro bado anahitaji kumwangalia zaidi mchezaji huyu Yao Tola Kwasi ili aweze kumpa nafasi kwenye kikosi chake cha kwanza. Ndio maana Yao Tola Kwasi anashindwa kutamba kwenye kikosi cha kwanza cha klabu ya Yanga, na matokeo yake huwa anaanzia benchi, na muda mwingine hata kwenye kikosi tu jina lake linakuwepo halipo. Yani kwa wachezaji ambao wanakaa benchi jina lake unakuwa unalitafuta kwa tochi. Huyo ni mchezaji Yao Tola Kwasi. Lakini mchezaji mwingine ni Kibwana Shomari. Kibwana Shomari ni miongoni mwa wachezaji wazuri wanaweza kulimudu eneo la beki nambari 2, lakini naye pia aliweza kuumia akiwa anaitumikia timu ya Yanga Sports Club na kumfanya akae nje akiuguza majeraha yake. Pengine nyota huyu Kibwana Shomari naye akakosekana kwenye mchezo huu dhidi ya timu ya Simba Sports Club pale visiwani Zanzibar Machi 1. Una maoni gani mwa kuhusiana hiki? Njoo tuandikie kupitia sehemu ya comment hapo, bila kusahau kulike, kushare na kusubscribe channel yetu.